Hawakujua nini sababu ya vifo, na wanapokuja kujua kila kitu kinakuwa kimeisha. Picha yetu inaanza mwaka 1960 na huyu hapa jamaa anaitwa Jack. Jack yeye siku zote anadili na wana mitindo na yeye ni kameramani maarufu sana katika jiji la Uingereza. Jack akiwa na mwanamitindo wake na hapa wakiendelea kuchukua picha kwa sababu mwanamitindo huyu alikuwa anajiandaa katika show zake. Kwa hiyo Jack hapa akawa anamwandalia picha kali na mapozi makali na kuendelea kumwelekeza mteja wake nini afanye ni nini asifanye. Basi bidada akazidi kujiachia na dada akazidi kukaa safi na salama. Jack hapa akaja akampima na tape na akamwambia kuna nguo nyingine inabidi ukavae alafu uje hapa tuendelee kupiga picha zetu. Mwana mitindo huyu akaondoka taratibu na kwenda kujiandaa, na alipomaliza kujiandaa na dada huyu alitoka, na alipotoka akaanza kumuita Jack, lakini Jack wala hakuonekana. Dada akiwa akazobaa na Jack anakuja anamuua. Jack alimtoa kafara bidada huyu na kuchukua kichwa chake na kutenganisha na mwili wake na kuchukua kichwa hiki na kukiweka katika mdori huu na kupiga picha Jack anazozitaka yeye, yani kupiga picha kwa namna yake yeye akishetana na roho yake inavyompeleka. Miaka ikapita na hapa leo ili jumba aliko empty, tunakuta dada wawili Sofia pamoja na Liana ndio ambao wanapanga tena hili eneo, na mwenye nyumba alikuja hapa na kuambia jamani, hakika nyumba hii itawafaa kwa kuwa ninyi ni wanamitindo na hivi vitu wakataka kuviuliza, lakini huyu mwenyewe ambaye anapangisha nyumba akaambia hakuna shida kwa sababu hata mtu ambaye alishawahi kukaa hapa na yeye alikuwa anashughulika na masuala hayo ya wanamitindo. Kwa hiyo kwa nyumba kama hii itawafaa. Basi Diana hakuwa na shida na Sofia wakakubaliana wote kwa pamoja, kwa sababu ndugu hawa wawili wote ni wanamitindo ambao ni madesigner wakubwa na hapa wakaona pana wafaa. Basi wakasign contract na mwisho wa siku jamaa akaachia funguo ya nyumba na wakakaa kama ndugu na wakakaa wakapongezana kwa pamoja. Basi wakiwa wana furaha tele, iliyofuata ikabidi waandae party. Huyu anaitwa Nadine alikuja na boyfriend wake na huyu mchizi hapa anaitwa Peter. Huyu Peter ni mpenzi wake wa karibu sana na Liana. Kwa hiyo leo wanabonge la party. Sofia naye amekuja na shemeji yake, kwa pamoja wakagonga cheers wakiwa na furaha sana. Lakini hawa madada wamekaa watatu ambao ni Sofia, Liana pamoja na shoga yao ambao anaitwa Nadine. Na hapa bado shoga yao mmoja hajafika, lakini upande huku wa Peter alikuwa ni mtu wa story sana, kitu ambacho amelewa mpaka mpenzi wake kule Liana anajisikia vibaya, anajisikia aibu. Kwa nini mwanaume anaongea ovyo? Na akaambia mashoga zake, hakika hebu mzoeni yule, maana akilewa anakuwa kama ajielewi. Huyu hapa anaitwa Hazil pamoja na Sofia, Liana pamoja na Nadine, wote ni mashoga. Lakini huku jamaa akaendelea kuwatisha watu kwa stori zake, jambo ambalo lilimfanya Lina achanganyikiwe na kusema mwanaume na achana naye usiku huu. Kweli bwana, akaachana naye na mpango wao kaisha. Asubuhi yake ilipofika, Sofia, Liana, Hazil na Nadine wote kwa pamoja wamekuja hapa kupanga furniture, na kwa upande wao wakaona kama ni kitu kikubwa sana kwa sababu ni ofisi yao ya kwanza ama ni ofisi ya kukamilisha ndoto zao. Basi wakiwa wanapenda kampano wakasema mdoli, hakika ambaye alikuwa anafanya kazi hapa naye alikuwa ni mwanamitindo, kwa mdoli ukauacha na hauna shida mdoli huu. Basi wakausogelea karibu mdoli na wakatamani kuupa jina mdoli wao, na jina likatoka wamwite Alice. Kwa hiyo mdoli Alice amegwa jina hapa kutokana na hawa ni wanawake na wanamitindo. Basi ikawa hamna shida. Usiku ulipofika wenzake wote walienda nyumbani, lakini hapa alibakia Sofia peke yake kuweka mazingira vizuri na kuendelea kupanga mambo. So unajua tena mtu akipata kitu anataka akifanyie kwa ustadi mkubwa, na hawa ni wanamitindo. Lakini ghafla akiwa yuko hapa anasikia hatua ambazo mtu ajui zinatokea wapi, akapotezea, lakini hatua hizi zikaendelea. Lakini dada kila alipozidi kufanya kazi na hatua za binadamu zikaendelea kusikika. Sofia anaangalia ni nani huyu, lakini ghafla Sofia mbele ya macho yake anachokiona aamini. Simu yake ilidondoka mkononi mwake kwa uoga na taharuki kubwa. Anaona shetani amemkalia mbele yake, ama ni mzimu ambao uko mbele ya macho yake. Sofia hajaamini jambo hili. Sofia kitete
na anajiuliza imekuwaje. Asubuhi yake upande huku Lina akiwa hana moja wala mbili, lakini Nadine anamwambia hakika nimemcheki Sofia na tulipanga na Sofia twende katika yoga, na si unajua tena, maana akena kule mwalimu leo anafundisha yoga leo. Kwa hiyo sasa Sofia hapa kila nikimcheki hapatikani. Lina akasema ngoja niende tena nikaangalie. Basi Lina alikuja mpaka ofisini, lakini anachokiona Lina amini, anakuta simu ya ndugu yake iko chini, na hapa kumwona ndugu yake damu nyingi zinamtoka. Kwa kuwa aliogopa sheria, kwa sababu akimshika atambua kama yeye. Kwa hiyo ikabidi akae na taharuki, mawazo na stresi, na mwisho wa siku ndugu yake amepoteza maisha, na kundi hili linakuwa limepoteza ndugu yao mmoja. Mwaka mmoja ukapita na Lina alirudi tena katika ofisi yake, kwa sababu tangia amekufa ndugu yake, yeye ofisi na yeye aliitelekeza. Na upande huko Nadine na yeye amepigwa simu hapo, jamani nimekuja. Wote kwa pamoja wakajua kama bibi Lina amekuja, na inabidi wakampe kampani shoga yao ama wakampe kampani mwenzao. Basi Sofia hakuwa na kibudu wala hakuwa na roho ilojikunja, akasema inabidi nitimize tena ndoto. Ikabidi yule mpangishaji wa nyumba yao akaja na kumletea baadhi ya vitu, kwa sababu mkataba ulikuwa bado upo, na dada akasema acha niendeleze ndoto zetu, ama niendeleze pale tulipoishia, na niliondoka tumbali kwa sababu ndugu yangu nilikuwa namuona muda wote. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinanichanganya. Dada hivi sasa hivi amekuja ili mradi kufanya kazi rasmi, lakini leo hapa amejikuta ameandaa wine kali, kwa sababu bado ana stress, kwa sababu bado ana mawazo na ndugu yake. Akiwa hapa anapokea ujumbe kutoka kwa Peter, naomba lazi bwana, naomba tusameane, mpenzi wangu naomba turudiane, na hakika tangia umeniacha nimejirekebisha. Basi Lina hakuwa na maneno mengi wala hakuwa na majibu ya kumjibu, ilibidi kwanza akae kimya, kwa sababu alikuwa na mawazo na yeye mwanaume amchanganye. Kwa hiyo dada huyu leo, usiku wa leo, alitamani kulala peke yake, lakini kipindi amelala alimuona Sofia amekaa mbele yake, na alipomsogelea Sofia, ghafla Sofia alipotea bila kujulikana ameenda wapi, na wakati alimuona amekaa katika charani. Na asubuhi yake ilipofika, mashoga zake wakaanza kuja. Nadine amefika hapa, anamwambia karibu sana, na dada mwingine huyu hapa Hazileti na amekuja. Kwa hiyo wote wakawa watatu hapa wana furaha, kwa kuwa mashoga wameonana na mashoga wamekutana. Vipi, ni kuandalia wine? Nini andalia shoga yangu, jamani nimekumisi pia. Na usiku ulipofika, Nadine anawaaga, anamwambia Hazileti, tutaonana kesho bwana, leo wewe mpe kampani, ila kesho tutakuwa wote pamoja watatu. Na waliporudi ndani, Lina pamoja na Hazileti wakawa wanaongelea habari za harusi, na mwisho wa siku akamwonyesha gauni moja zuri, gauni ambalo linapendeza, gauni ambalo linafutia. Anamwambia vipi lishoga langu, unaonaje bwana, hili liko safi, hili liko njema zaidi na zaidi. Na wakiwa katika maongezi yao hapa, wakawa wanasikia sauti, lakini hawakutaka kujaji sana ama kujua sana ni kitu gani ambacho kinaendelea, na wakapotezea. Basi gauni hili wakalisifia, na muda wa kulala ulipofika, kila mmoja alipumzika upande wake. Kwa upande wa Lina, yeye alilala katika sofa, na upande wa Alieti yeye alilala huko ndani. Hapa Alieti anaona kama damu zinamtoka, zinamdondokea kichwani, na ikabidi ajisikie vibaya, lakini anapokuja kuamka, kwa macho yake anamuona mtu ambaye ametoboka macho yote mawili. Kelele zikawa nyingi na ghasia zikaendelea, kwa sababu hawa watu waliendelea kumfuata na kuendelea kumtisha Alieti. Sauti hizi zilimfanya Lina atoke katika usingizi wake ambao amelala na kuanza kufuatilia hizi sauti, chanzo chake ni kitu gani. Lakini ajabu, anamkuta Lina kama anajiua yeye mwenyewe, au Lina anachukua kitu na kujidhuru yeye mwenyewe kwa mikono yake. Sitofahamu hiyo ilimpelekea Lina kuchanganyikiwa na kujiuliza kwa nini Alieti anafanya hivi. Na asubuhi ilipofika, alimpeleka moja kwa moja hospitali akiwa na Nadine. Nadine anajiuliza ni kitu gani ambacho kilisababisha mpaka Alieti afanye mambo ambayo ya kutaka kujiua, na kitu gani ambacho kinaendelea. Hiki kitu kikampa maswali sana dada Lina, na kusema hakika itakuwa hii nyumba ina jambo, maana hata ndugu yangu sina imani kama alijua, bali kutakuwa kuna vitu vimemuua. Na jioni wakakaa pamoja wakiwa wanapiga stori huku wakigonga mvinyo.
lakini dada Lina alikuwa anaongea maneno mengi, na hapa alishakunywa zaidi ya chupa 6 za K-Vant na bado hajalala na bado hajayumba. Kwa hiyo mwenzake Nadine akajisikia vibaya, ambe hakika, tafadhali naomba uache kunywa pombe. Pombe unakunywa sana, sawa, wote sisi ni wahanga, na huyo Sofia si ndugu yako peke yako, na haya masuala yanazidi kutuchanganya. Hakika ndo maana tuko hapa pamoja, tutaka kuweka ili kila kitu kikae sawa. Kwa hiyo ukiwa unakunywa pombe na mambo ambayo unaongea ama kuchangia mada zako sio nzuri, unakuwa unatukwaza. Basi Nadine aliongea vile na kuchukua chupa pombe ile na kuanza kuondoka nayo na kuelekea kwenda kuimwaga moja kwa moja, lakini Lina alikuwa mkali, akamwambia, unajua kwa nini mimi nakunywa pombe? Nakunywa pombe ili mradi iweze kunisaidia lau nipate usingizi na mimi niweze kulala, lakini sinywi pombe kwa sababu eti ni mlevi. Basi Azileti akamwambia, jamani, hakika tusigombane na inabidi tushikamane na tuelewane. Basi kama mwenzio ametaka kunywa pombe, mwelekeze tu anywe pombe kiasi na si kuchukua pombe yake na kwenda kuimwaga. Nadine akasema hakika amekunywa hii chupa ya 7. Basi usiku ulipofika nao wakapumzika tena, lakini leo hapa zamu ya Nadine, umeelewa? Alieti naye aliamka, alimkuta Nadine anajikata yeye mwenyewe, kwa sababu kelele za Nadine zilimfanya Alieti amke. Kweli Alieti alishika kisu na kuanza kukata mguu wake yeye mwenyewe kwa mkono wake, na Alieti alipokuja Nadine akaanza kufuata na kutamani kumuua. Alieti alifunga mlango wa kioo, lakini gungumizi hilo likaanza kuondoka kwa sababu ilikuwa kama show za usingizi, yani kuna vitu unaviona vinakupelekea vibaya. Na hapa alitaka kukata vidole vyake, lakini Alieti akaona bora aende kujitolea kumsaidia shoga yake, na alipomshika kweli Nadine siku ya pili naye aliletwa hospitali. Jambo hili lilizidi kuwachanganya, na hata binti Lina akasema hakika kuna jambo na hii nyumba sio bure. Je, mnaonaje nimwambie Peter, kwa sababu Peter yeye na vitu hivi vya kutishatisha anavijua vizuri, kwa sababu Peter hata akimpigia mdogo wake Faye nadhani kila kitu kitakaa sawa. Basi wakazidi kushauriana na wakazidi kuongea. Nadine akamwambia basi sawa Lina, mpigie Peter. Na kweli asubuhi yake Peter anahisi kama anataka kurudiwa hapa. Dada alimwambia sikiliza nikwambie mpenzi, kweli nimekuelewa na umetaka msamaha, lakini tabia zako ziache. Hapa kuna 1, kuna 2, kuna 3, kwa sababu tunahisi mambo ambayo yako tofauti sana na dunia ya kawaida. Basi Peter akaanza kuichambua hii nyumba na kuambia hii nyumba huyu ndiyo mjenzi wake, na mjenzi huyu alitengeneza nyumba hii mwaka 1953, lakini baadaye alimwachia ulisi mwanaye ambako anaitwa Jack Pad. Jack Pad yeye alikuwa ni mwanamitindo, umeendelea, ambaye alikuwa anapiga picha watu, na huyo mwanamitindo wake wa kwanza alifariki, anaitwa Lucy. Kwa hiyo kwa mtazamo huo inasemekana Lucy alipotea bila kujulikana Lucy ameenda wapi, umeelewa? Na baadaye watu waliokota mwili wa Lucy kama mwili wa Lucy tu, na wala hawakuokota kichwa cha Lucy, na hawakujua kichwa cha Lucy kiko wapi, na ushahidi ukawa unaendelea. Na kuna dada mwingine mwanamitindo ambaye alikuwa anaitwa Mindy yeye naye alikuwa hapa, lakini ghafla Mindy alipotea na kukatwa mguu na mikono, na huyu anaitwa Caroline. Na wote hawa ni watu ambao walikuwa wanafanya chini ya lebo ya huyu jamaa, lakini wote hawa walipotea na hawakujulikana wameenda wapi. Ndani ya mwaka 1964, umeelewa, hawa watu wote wakawa wanauliziwa ama wanatafutwa, lakini ilivyokuwa na miaka ikaendelea, na huyu Jack na yeye akapotea bila kujulikana ameenda wapi, kwa sababu maaskari walikuwa wanamtafuta sana. Sasa inasemekana Jack alikuwa ni shetani ambaye alijiunga na chama ambacho kilikuwa kinapenda sana kafara za watu. Kwa hiyo Jack ameondoka, ama Jack hajajulikana ameenda wapi. Kwa maana huyo mtu ambaye ulimuona ametoboka macho ni Jack, na huyo mwanamke ambaye alikatwa mkono ni Nadine, na ni Caroline. Kwa hiyo jamaa alijikuta Peter anachambua, na kweli Peter alikuwa ni mtaalamu, kwa sababu kidogo kwao mikoba walikuwa wanaijua na asili hizo, na akazidi kumwelekeza na akazidi kuambia hakika au wanawake watakuwa wamedhulumiwa. Kwa hiyo mizimu yao iko ndani humu, inataka kutuonyesha sisi namna gani ya kumsaidia yeye. Basi Peter akawaeleza na akawashibisha, na dada akasema kwa hiyo tunafanyaje kujinusuru na laana hii? Akasema hakika hata kama mtaondoka, hiyo milana itaendelea kuwafuata.
la msingi hapa ni kufanya ibada na kuvunja matambiko hayo ama kuvunja laana hizo. Unajua tena waganga Basi mtu mzima akawaambia, na dada akamsikia sana jinsi Peter anavyoambia. Akaambia, hakika nimekuja na vifaa, nimemwomba mdogo wangu Fei, kwa hiyo nitaka nibaruze hapa, mnasemaje? Wakakubaliana, na kweli Peter aliingia ndani ya gari na kuja hapa na vifaa maalum kuanza kutafuta huo mzimu na hilo shetani liko wapi. Basi akawa anauambia, hakika wewe ni nani na uko wapi na kitu gani ambacho unataka. Lakini leo hapa wakaanza kuona miujiza ambayo kuna miguu chini, simu, yani hata mdolo umekatakatwa vipande vyote, umetupwa chini. Basi jamaa kwa kifaa maalum alichokuja nacho, huku tunaita vioo vile, anaendelea kupiga ramli kumsaka huyu shetani amuone yuko wapi. Mara ghafla chini ya basement kuna kitu kikajibu, na Peter akawaambia, hakika rudini huku msiji. Peter akaendelea kufanya uchunguzi, na mwisho wa siku sauti na shetani likajitokeza na mambo yakaanza kuwa mazuri, kwa sababu huyu shetani alishaonyesha yuko sehemu gani, na kweli akaja na huyu hapa akamuona. Peter akarudi akasema, hakika hatukai na vitu vya kawaida, nimeona kila kitu, mashetani wote emu kaeni katika mzunguko huu hapa wa chumvi, alau musitoke no matter what, chochote kitachonitokea nyinyi muendelee kukaa hapa. Basi madada wote wakakaa, na Peter akaendelea kufanya ibada zake na kuendelea kufanya uchawi. Akaliunganisha hili doli na kuunganisha humdoli, akaanza kufanya mandingo ramashaka ramamayeka riando roboshaka ramashaka. Basi Peter akaanza kunena lugha ambazo hazieleweki, lugha ambazo si za kawaida, lugha za kiroho. Huko anapiga picha, anaupiga mdoli ili mradi ajue siri gani ambayo imejificha ndani ya hii nyumba, siri gani ambayo imefichwa ndani ya hii. Basi Peter akaendelea kukwanga, na mwisho siku akaanza kufanya ibada zile na kitu ambacho jamaa alikuwa anaulia watu, na kweli majibu taratibu yakaanza kuja. Yani na maana mdoli ambao aliupa jina la Alice ulikuwa na vitu ambavyo si vya kawaida. Peter akaona, oh my god, ni kitu gani hiki ambacho vinatoka? Yani ni nusu ya uchawi ama nusu ya ushirikina na nusu vimeharibu macho huyu Peter kipindi anatoka. Dada huyu baada ya kugundua hapa si salama, akaanza kama kuchanganyikiwa na yale ya kwamba ameambiwa Rina hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa kutoka humu. Rina akaanza kupanic na Nadine akaanza kupanic, yani wote wakaanza kuchanganyikiwa na waliambiwa wasitoke ndani ya mstari ambao ni chumvi. Basi kwa mbali shetani huyu anatokea, lakini huyu shetani alikuwa sio kawaida. Wakaanza kumshambulia Peter akaanza kushambuliwa kikali na kujeruhiwa, lakini shetani huyu alishindwa kuingia kabisa kwa sababu hapa kulikuwa na chumvi. Kwa hiyo anajikuta bidada huyo amechanganyikiwa, na si mwingine bali ni Rina. Wakandake wakamkumbatia, wakamwambia rudi, wake up, ni sisi hapa ndugu zako. Kina Sesi wote, kina Lucy wote wanamkumbatia, na kweli dada huyu anamuona upeo wa ndugu yake na anajua kabisa kama hapa sasa anakosea, na ikabidi taratibu adondoke na kuacha lile shoka na wenzake kumchukua. Lakini bado mizimu anaiona, lakini bado roho anaziona za wale walembo wote ambao wamepita hapa na kufanya kazi zote na wana mitindo wote. Na hata kumbe huyu jamaa yeye ambaye yuko pembezoni, ambaye siku zote yeye ndiye ambaye anawapangisha nyumba, kila kitu yeye anakiona, na yeye ndiyo mwanaume ambaye anajua kila kinachoendelea hapa. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuseti watu. Ndio maana jengo hili karne na karne au siku na siku huaga alipati mpangaji. Huyu ndiyo jamaa ambaye yeye ndio mpiga picha ambaye inasemekana amepotea, na yeye ndiyo Jack Bernard, na yeye ndiyo kila kitu. Kwa hiyo yeye siku zote anaendeleza kafala yake, anaendeleza kuwatoa watu, anaendeleza hapa. Kwa hiyo hata mkataba aliowapa hawa watu yeye alikuwa anajua humu ndani kuna nini na ndani humu kuna kitu gani. Ina maana leo jambo lake Jack Bernard linakuwa tamati kwa sababu hawa watu ama Peter ameligundua na laana yake inaisha. Basi dada hapa walikuja walizika kwa furaha, na leo wamepata tamati na kujua kitu gani ambacho kilikuwa kinamsumbua Sofia. Wanangu wa Tam TV, kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe.